Yesu asifiwe. Amen. Jioni ya leo mtazamaji, katika jina la Yesu tunapenda sana kukukaribisha katika kipindi ambayo tunakipenda zote kwa pamoja, kipindi ya Bible Thread ama kutembea polepole kwenye maandiko. Tunachukua nafasi hii kukukaribisha sana ambaye unafungulia runinga yako. Sisi ni wale watumishi wako ambaye kwa wakati huu tunaomba uturuhusu tukiwa wachungaji wako tunapojielimisha pamoja kupitia maandiko ya kutembea polepole. Karibuni sana. Mungu atubariki. Ninaitwa Pastor Naomi Tirobo wa AIC Kenya na simo peke yangu katika studio huu. Nina wachungaji hali hapa. Yes. Jambo mtazamaji, jioni ya leo. Ninaitwa Pastor David Kimibe kutoka AIC Chamiet. Ninakukaribisha jioni wa leo. Naamini mwenye ulienda kanisani siku ya leo, siku ya Sabato, ninakukaribisha. Hata yule ambao utaenda siku ya kesho, yule ambao ulienda Friday, karibuni. Na hata yule ambao uende pale popote, hiki ni kipindi chako. Tubarikiwe pamoja. Karibu sana mpendwa mtazamaji wa kipindi hiki. Naitwa Pastor Ian na hudumu na kanisa la AIC KK. Nafurahi kwa sababu ya jioni ya leo. Mungu ametupa neema kwa sababu ya kipindi cha Bible Track. Na imani ya kwamba umekuwa na wiki ya baraka. So karibu sana, karibisha pia mwenzako ili kwamba tukaweze kutembea pamoja katika kipindi cha jioni ya leo. Karibu sana, tubarikiwe pamoja. Bas, Baba, katika jina la Yesu Kristo nataka kukushukuru kwa sababu ya kipindi hiki. Asante kwa sababu ya neema umetupa tuwe mahali hapa. Asante kwa mtazamaji, asante pia kwa producers wa kipindi hiki. Tunapoanza pamoja nasi, mwisho wa kipindi hiki tutakumbuka kukushukuru. Kwa Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Mtazamaji, bado tunasema karibu sana kwa yule ambaye umeketi nyumbani mwako kuweza kutembea pamoja nasi polepole kwenye mafundisho haya ya kuweza kujua Biblia tunapotembea polepole. Tunauliza ya kwamba ukachukue Biblia chako, chukua kalamu chako pamoja na notebook yako, ndiposa ukaweze kunakili haya ambayo tunajifunza mahali hapa. Na pia tunauliza ya kwamba katika kituo hiki cha Sauti ya Rehema, tunaomba ya kwamba unapokuswa kaweze pia kubariki kituo hiki kwa maombi pamoja, pia ukiwa na uwezo ya kufikia, sababu tunatembea polepole. Kuna mambo mengi yanahitajika mahali pale. Ukikuzwa unaweza fikia kituo hiki kwa njia ambayo wewe mwenyewe unaelewa, tukaweze kubariki kazi ya Mungu kwa pamoja na Mungu akaweze kuinuliwa katika kituo hiki. Na karibuni. Bado tunajifunza ama tunaendelea kujifunza kuhusu je, mimi ninaweza kuwa ninaabudu sanamu pasipo kujua? Am I worshiping idols? Hiyo ndio neno letu kubwa ambalo tunalitazamia. Na nataka kushukuru Mungu kwa kipindi 2 ambayo imepita. Tumekuwa tukiulizana ama tumekuwa tukijua zaidi, je, mimi ninaweza kuwa ninaabudu sanamu pasipo kujua? Na tuliona ibilisi ama shetani ambaye ni baba wa ulimwengu huu. Yeye alikuwa mtu ambaye anafaa mbinguni, lakini alipoingiwa na kiburi, alipojiona ya kwamba anainuka kuliko Mungu, alitubwa chini ya dunia hii. Na leo hii he is our enemy, adui wetu mkubwa ambaye anaweza kuwafusha sisi, anaweza shika mawazo yetu na tuweze kusahau ni nani tunayempa sifa, ni nani tunayemwabudu. Sababu yeye alikuwa wa kwanza kufanya nini? Kuabudu mbinguni. Alikuwa katika kikundi cha sifa na kuabudu. Habari zenu watu wa sifa na kuabudu. Kumbe hata na ibilisi alikuwa anajua kuabudu. Ndio maana kule kwingine, tunapoenda kule kwingine, unapata watu wanaimba huko. Baka hata wana rhythm na formula yote, lakini wanaabudu baba wa ulimwengu huu. Sababu yeye alikuwa na sifa. Lakini sisi tunapokuja kanisani tunapata pia waimbaji ambao wanaimba wakipea utukufu nani? Mungu. Lakini in the next wall kuna watu ambao pia wanaabudu Mungu wao kule nje. Lakini sisi ambao tuko hapa, je, tunaabudu Mungu wa kweli? Hilo ndio swali ambalo tuliulizana ama tunaendelea kuulizana. Na wiki iliyopita tukatazama maana ya kuabudu sanamu. Mara mingi tunakosa kuelewa, na sio kupenda kwako, sio kupenda kwangu. Tunapokosa maarifa, Hosea alisema nini? My people
perish because of lack of knowledge. Watu wangu wamefanya nini? Wameangamia pasipo kufanya nini? Kuwa na hekima. Ndio tunataka kushukuru Mungu kwa wakati huu. Kupitia hekima ambayo maandiko inatupea, tunaweza kuelewa kuabudu ni nini. Leo hii tunaulizana ama tunasemezana swali hii. Kazi ya Mungu ndani ya maisha yetu. Ambayo tulisema wakati ule ni kwamba we need all the praise and worship. We need to refer who? God. So kazi yake sasa ndani yako na yangu ni nini? The roles of God in our lives. The roles that God plays in our life. Kazi ambayo Bwana anafanya ndani ya maisha yetu. Tunapoelewa ya kwamba Mungu ni muumba wa mbingu na nchi. Tulisoma wakati ule the book of Saburi ama Psalm 24. Wimbo huu wa Daudi. Akasema ya kwamba vitu vyote, mali na vyote ambayo imejaa dunia ni kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Na tunaelewa ya kwamba yeye ni muumba wa mbingu na nchi. Aliniumba pia, akaumba kila kitu. Na kazi yake kwetu ni nini? Sababu alituumba, he formed us. Akaumba sisi. He had an intention ya kwamba this man, though he may go against me. Sababu ya ile dhambi ya kwanza, the Adamic sin. Ambao unaporudi the book of Romans chapter 3:23 nasema nini? For all have sinned and fall short of the glory of God. Baada ya sisi kuanguka na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, bado the intent of God, bado anaona ya kwamba this man, ninashukuru Mungu sababu kuruhusu sisi tukaangamie katika nini? Dhambi. Alifanya njia kupitia Yesu Kristo akatusamea dhambi. Baada ya sisi kusamea dhambi, tunafaa kufanya nini? Kumtukuza, kumbariki, kumpa sifa jina lake kila na wakati. David, kazi ya Mungu ndani yetu ni hiyo. Na tunaona siku ya leo the role of God lay in our lives. Tunajua, tumeambiwa na mchungaji kwamba God created us with a certain intention. Na aliumba mambo yote, vitu vyote ambavyo vinavyoonekana na visivyoonekana. Na lengo kuu kwa kuumba mwanadamu ilikuwa ni kusudi moja tu. Si mwanadamu pekee, hata viumbe vyote. Tunaambiwa na viumbe vyote vinamsifu Mungu. Ilikuwa ni kwa kumwabudu yeye. His intention, the great thing is that everything to worship God. Bwana asifiwe. So nilikuwa nikifunza kanisa wakati mmoja juu ya worship. Na tukaona ya kwamba kumbe hata hivi vitu vyote vinaabudu Mungu. Na bila sisi kujua. Kuna certain language ambazo sisi hatuelewi. Lakini vitu vyote vinaabudu Mungu. So his intention was that to worship God. Lakini kitu gani iliharibika? Mwanadamu alitenda dhambi. Alitanganywa na ibilisi na vitu vyote vikaharibika. So dhambi ikaharibu kila kitu. So God is alone, ambaye huyo Mungu ambaye anastahili kuabudiwa katika maisha yetu. You know that he is a creator. Yeye ni muumba. He is a provider. Vitu vyote ambavyo tunahitaji katika maisha yetu, yeye ndiye anatupatia. Hata hii pumzi ambayo tunapumua sasa hivi ni Mungu. Hata hii amani ambayo tuko nayo ni Mungu. He is a sustainer. Ana sustain kila kitu. Hata hii uumbaji yote, unaona day and night, unaona kuna revolution, kuna seasons. Yeye ni Mungu ambaye ana control mambo haya yote. He is a protector. Mara mingi huyu shetani tunaambiwa kwamba kuna wakati tulijifunza juu ya shetani katika kipindi cha miezi 3 iliyopita, ya kwamba kazi ya shetani ni kuiba, kuharibu na kuua. So kama kazi yake ni ya kuharibu na kuua, so tujue kwamba huyu Mungu ndiye our protector. Yeye ana protect sisi, ana protect viumbe vyote ambavyo tunavyoona. Hata wale ambao hawamwamini Mungu, wewe ambao uko hapa, ambao unajua Mungu, Mungu anakulinda, anakuprotect kila wakati. Basi wewe kujua is our redeemer. Yeye ni mkombozi wetu. That is why alimtuma huyu mwanawe Yesu Kristo ili afe msalabani
ili tufikie Mungu Baba, so that we can have good relations with God. So is our redeemer, alitukomboa kutoka kwenye giza. So is our guide, ana guide maisha yetu. Kuna kitu ambayo inaitwa God's providence. So anatuguide bila sisi kujua. Is our comforter. Wakati mwingine tunakumbwa na shida hapa ulimwenguni. Tunapoteza wapendwa wetu. Wakati mwingine maisha yetu inashushwa, inaenda chini. So God is our comforter. He's the one who comforts our souls, our minds. Yeye ni mwalimu. Mara mingi wakati Kristo alikuwa duniani alitumia muda mwingi kufundisha. So hata siku ya leo wakati tunaposoma maandiko tunaelekezwa na hayo maandishi ambayo ni Holy Scriptures. So he is our teacher. He shows us the way. He is our judge. Yeye ni judge wetu. Wakati mwingine tunaweza laumia bure. Hata huyu mwovu Ibilisi yeye ndiye mstakiwa yetu. Lakini Mungu anatuketi kwenye kiti cha enzi. So he is our judge. Yeye anatutetea. Yeye ni mtetezi wetu. Na pia mwisho yeye ni mfalme. Unaona kazi mingi ambayo Mungu anafanya katika maisha yetu. Yeye ni mfalme wetu ambaye anatuongoza pasipo sisi kujua. So mjua mambo haya ya kwamba Mungu is supreme, is beyond, is mighty. Na hata siwezi hata kumaliza kwa siku ya leo, lakini nitapatia wachungaji ili waweze kuendelea kuona the role of God in our lives. Mtazamaji ambaye umefungulia runinga yako, tunauliza ya kwamba ukaweze kuchukua Biblia chako pamoja na kalamu yako, na pia ukaweze kutupa muda huu mfupi tukaweze kusemezana pamoja na wewe. Kazi ya Mungu ndani yetu ni ipi? Kwanza nimuulize yeye akaweze kutueleza. Tunashukuru kwa sababu tunapoendelea kujua sehemu ambayo Mungu anachukua katika maisha yetu itatupatia sababu ni kwa nini tunamwabudu. Because we worship God because of the roles ambazo he is playing in our lives. That is why unapoenda kumwabudu Mungu na kumwambia Mungu asante, unapoenda kumwabudu Mungu ukimsifu na kumtukuza, kuna sehemu ambayo Mungu anachukua katika maisha yetu sisi kama wanadamu. Na jambo la kwanza ni lile ambalo tumeambiwa tunamwabudu Mungu because he is our provider. Ni yeye ndiye anafanya nini? Ametubariki na baraka tulizo nazo. Jinsi ulivyo, jinsi familia yako ilivyo, hata kwa ile kazi ambayo unafanya, it is because of the providence ambayo ndugu wangu David alikuwa amesema that God has always been there, he is always there, and he will always be there to provide for us. And that is why Filipi 4:19 ikasema, but my God, huyu napenda sana alikuwa Paula, anasema but my God shall supply all your need according to his riches. Hello? According to his riches in the glory by Christ Jesus Christ. Ya kwamba Mungu anasababisha kila aina ya baraka ama kila aina ya mahitaji ambayo tunahitaji kulingana na utajiri alio nayo. And that is why tunasema we worship him ama we ought to worship him because he is our provider. Hata kama umepata mali kwa njia aina gani, kuna yule ambaye alisababisha. The source is God. Bwana Yesu asifiwe. But many times when we fail to understand, tunapokosa kutambua kwamba kuna yule aliyetubariki na hizo vitu, tunakosa kumwabudu yeye. But we need to worship God. I need to worship God personally because he is my provider. Nimeona akitenda. He has provided upon my life. He has provided upon your life. Yes. And I thank God kwa sababu tulipokuwa tunaanza, Naomi akasema, wewe ambao unatazama kipindi hiki, zaidi ya kuomba kwa kipindi hiki, simama na kipindi hiki kama kituo hiki cha Sayare. Why? Because God is providing. Kuna kitu Mungu amekusababishia. Halo, uhai tulio nayo, pumzi tulio nayo, yote tulio nayo, ni nani? Ni ya Mungu. Asante sana kwa sababu bado wanatueleza mengi kuhusu kazi ya Mungu ndani yetu. Ndiposa tunapopea sifa, ndiposa tunapomuinua, ndiposa tunapotenga wakati wako na wakati wangu kwenda kanisani, kwenda kumwabudu Mungu aliye wa kweli na kuachana na miungu mengine. Tunajua ya kwamba kazi yake ndani yetu ni nini, Pastor David? So tujue ya kwamba kama watu, vitu na feelings ikichukua nafasi katika maisha yetu, jua ya kwamba inakuwa idol. So na lengo kuu ya kipindi cha leo ni kwamba roles of God plays in our lives. Na tumeona Pastor Ian ametaja kwamba
is our provider. When we are to reach to God is that he is our provider. Jambo lingine la pili ambalo ninataka kugusia ni kwamba God is our creator. Yes. Tujue hivyo. Watu wengine wanadhania wala ambao wamjui ya kwamba pengine ni wazazi wetu, kwa sababu wao walituzaa. Bila Mungu alitumia tukasaliwa ama tulikuja ulimwengu kupitia wazazi wetu. Lakini tujue ya kwamba Mungu alituchua hata kabla hatujazaliwa. Yes. Mungu alituchua hata kabla ulimwengu huu kuumbwa. Because God is all knowing God. Yeah. Hauko ulimwengu by accident ama kwa ajali. Lakini Mungu alikuwa amepanga ya kwamba by the year 2025 tarehe kama hii wewe huko hapa. Ulimwengu huu tuseme huko Kenya, mwingine hapa Amerika, mwingine hapo wapi. Na kukiwa na kusudi fulani. So he is our creator. Yeye alitusababisha ili tufike ulimwengu huu. So he's the one who made us. In Genesis chapter 1 verse 27, so God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. Unaona? Aliumba wanadamu, akaumba mwanaume na mwanamke. Yes. Wakati Biblia inasema man ni wote wawili, man and a woman. So he created them in the image of God. Kumaanisha tuliumbwa kwa mfano wa Mungu. Sisi hatuko sawa na wanyama ama viumbe vingine katika ambayo Mungu aliweza kuumba. We are more than even the malaika ambao tunasema they minister unto us. Lakini we are more than them. Mungu alituumba in a very special way than any other creatures or any created being. And in the book of Ephesians chapter 2 verse 10, neno la Mungu linasema, for we are God's handwork. Nafikiria kwamba wale wa 844 na wale wa CBC walifanya what we call art and craft. Kuna handwork. Sasa, for we are God's handwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So tuliumbwa na Mungu kukiwa na kusudi fulani. Naona ya kwamba God prepared in advance for us to do. Kuna jambo ambalo Mungu alituweka hapa ulimwengu tufanye. Each one of us has a vision. Ama kitu ambayo Mungu aliweka ndani ya maisha yetu. Na lazima tuikundwe hiyo talent na tutumikie Mungu tungali tuko hai katika ulimwengu. Nakumbuka ya kwamba chochote ambacho unafanya hapa ulimwengu ndipo utapata thawabu uko siku zijazo. So do good, na kitu cha muhimu kwanza ni kwamba make your relationship with God first. And then the second thing, do the will of God. Na hiyo itakupatia thawabu ama taji siku zijazo. Na mimi ni mtazamaji makosa na hiyo jambo. Farihiza, endelea pastor. Asante, tunaendelea kukuzwa. Mimi na Tanasi hapa kwenye studio bado tunazidi kukuzwa na neno la Mungu. Sababu mapya ni mapenzi haya ila asubuhi tunayo. That is what the Commendation 3:23 says so. So, mtazamaji, bado tunasema ya kwamba kazi ya Mungu ndani yako. Kazi ya Mungu ndani yako ni ipi? Na nataka kushukuru watumishi wa Mungu walio mahali hapa. Sababu bado wanaendelea kutufundisha ama kutuelekeza. Tuweze kujua zaidi kazi ya Mungu ndani yako. Usikae tu kama mtu mwenye ana nini? Mwelekeo. Elemika. Ujue ya kwamba kumbe kuna kazi ambayo Mungu anafanya ndani yako. Yes. Na hakuna mtu ambaye alishuka tu hapa duniani. Aliumbwa na nani? Na Mungu. Ndio maana tumesomewa ya kwamba sisi ni kazi ya mikono ya nani? Sisi, mimi pamoja na wewe mtazamaji, ni kazi ya mikono ya Mungu. Na ndani yetu kuna kazi Mungu anafanya ndani yetu. Yes. Tuelewe ya kwamba pia yeye ni mwokozi wetu. Ndio maana unapata mwimbaji mwingine aliimba wimbo ambao inasema nimekombolewa na nani? Yesu. Nimekombolewa. Yesu, Mungu kazi yake kubwa ni kutukomboa. Sisi ambao tulikuwa tumefungwa na minyororo ya shetani. Kazi ya Mungu ndani yetu ni kutukomboa na kutuweka nini? Huru.
Na tunapowekwa huru, tumewekwa huru kweli kweli. Isaia akanena maneno haya katika Isaia 40:22. Akasema ya kwamba nimeyafuta makosa yako kama wingu nzito na dhambi zako kama wingu, unirudie maana nimekukomboa. Haya ni maneno ambayo inatoka katika kinywa cha nabii Isaia. Anasema maneno ya Mungu, akasema ya kwamba mimi nimefanya nini? Kama nimeyafuta makosa yako. So, kazi ya Mungu ndani yako ni kwamba anafuta makosa yako. Mtazamaji ambaye unatutazama, sijui ni dhambi ipi ambayo unasema ya kwamba mimi sijielewi tena. Mimi nimefungwa. Mimi tu ninaishi tu. Sababu mimi labda hata nilifanya kosa ambaye sitaki hata kusema. Watu wengi wanajihukumu. Watu wengi wanafanya nini? Wanajihurumia. Wanaona kwamba hawafai. Mtazamaji ambaye nitazama jioni ya leo, hebu jitie nguvu. Sababu kazi ya Mungu ndani yako ni kwamba anafanya nini? Anakukomboa. He is your redeemer. You are no longer a slave of the ule mfalme wa dunia. Yes. Yeah. Well, you are no longer in that bondage of the devil. Sisi tumekombolewa. Umekombolewa. Na pia Isaia akasema nini? Mungu mwenyewe amesema nini? Nimeyafuta makosa yako. Yes. Kama Mungu amefuta makosa yako, mwanadamu akufunge. Mwanadamu akukumbusha ya kwamba wewe usiende kanisa sababu ulikosa hii. Tulisema our church is God. Our God is our provider. Ile tulielekezwa. Na tukaona ya kwamba kazi ya Mungu ndani yetu ni kubwa sana. Kama yeye ni muumba wangu, si mwanadamu? Yes. Kama yeye ni nani? He is my redeemer. I will not be ashamed. Jitie nguvu na kusema pamoja na Paulo ya kwamba I will not be ashamed. Si mimi sitaonea haya kuhubiri ni nini? The gospel. The bring one. Inaleta wengi kwa Kristo. Yes. Jitie nguvu sababu Kristo mwenyewe amesema nini? I blot away your sin. Na sitafanya nini? Sitayakumbuka kama wingu. Wakati huu, wakati wa mvua inakuja, lakini kidogo kidogo inafanya nini? Inatoweka. Akasema nini? Unirudie. Our God anakuita sababu kuna kazi ndani yako. We, usijidharau, usijidunishe. Jitie nguvu jioni ya leo. Sijui ni dhambi gani umefanya mbele za Mungu. Mimi siwezi kukulaumu. Na nataka kukuomba ya kwamba usione mtu kama anakufuatilia. Acha. Na ujue ya kwamba there is a role that God is playing in your life. He is your redeemer. And nothing can hinder the presence of God in your life. Just surrender yourself. Kama Mungu anatusamehe, je, ni nani sisi kuweza kufanya nini? Kuwahukumu watu wanasema nini? Nirudieni. In fact, this is an invitation. The Bible says what? Unirudie. Kiingereza sijui, return unto me. Return unto me. This evening, mtazamaji wetu, Mungu anatuita sababu kazi yake kubwa ndani yetu ni kutukomboa. Anasema ya kwamba return unto me. Nirudie. Maana nimefanya nini? Nimekukomboa. Pastor Ian. Thank you. Kristo ametukomboa. Sijui unaongezea nini? Thank you so much. Nashukuru sana kwa sababu ya Pastor Naomi na Pastor David. Na pia mtazamaji ambao unatutazama. Kuna mwimbaji akasema for I know my redeemer lives. Na mwingine akaimba akasema I'm no longer a slave to sin. Amen. Ya kwamba tunamwabudu huyo Mungu kwa sababu alishatukomboa. We have been redeemed. Kama kuna kitu kizuri na furahia ni kwamba tulishakombolewa. I'm no longer living in my past. Kuna makosa mengi wa Kristo wako nao saizi ya kwamba unahukumiwa mpaka unasahau kwamba kuna yule aliyekukomboa. Na huyo ndio tunamwabudu. We worship him because he is our redeemer. Yes. Hello. Yesu asifiwe. Sisi wanadamu tunahesabu makosa. Jana sijui ulifanya nini? Ulishakombolewa. Worship the redeemer of your life. Wacha kumwabudu mwanadamu ambaye anakukumbusha ya jana. Ya jana yaliisha pale msalabani. Amen. So nashukuru kwa sababu I think unabarikiwa sana. Nataka nikulete kwa kitabu cha Proverbs chapter 3 verse 6. Sikasema in all your ways acknowledge him
and he will do what? He will direct your path. Yes. So we worship him because yeye yuko pale kutupatia mwelekeo, to guide us, to lead us, to direct us. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mwingine atakupa mwelekeo zaidi ya Baba wa mbinguni. So that is why we ought to worship him. Tunamwabudu huyu Mungu kwa sababu ni yeye anaelekeza njia zetu. Ni yeye anaelekeza mipango yetu. Hata jinsi tumekuja hapa, mimi nimetoka Action, David ametoka Kipsombe, na Pastor Naomi ametoka Kapseret, lakini kuna yule aliyetuelekeza. Naye ni nani? Baba wa mbinguni. That is why he deserves all the worship, because he is there to guide us. He is our redeemer, he is our creator, he is our provider. Bwana Yesu asifiwe. So you have been redeemed. Kama kuna kitu kizuri nataka utoke nao jioni ya leo, ni kwamba ulishakombolewa. Wacha kubebwa na watu. Mtu anakukumbusha hiyo Yesu alimaliza msalaba. You have been redeemed. Our redeemer liveth. Naye Baba wa mbinguni ambaye anastahili kufanya nini? Kuabudiwa kwa roho na ukweli. Sema ukubariki sana. Ninafurahia huyu Mungu. Yes. Sijui wewe mtazamaji, unachukuliaje Mungu ndani ya maisha yako? Kama yeye kwanza ako na kazi ndani yetu. Sisi kama wazazi tunashughulikia watoto wetu. Tunasema ya kwamba wasilale njaa. Tunasema ya kwamba wapate vyakula. Tunasema ya kwamba wapate nini? Hiyo vitu nzuri. Je, Baba wa mbinguni huyu ambaye tumeambiwa ya kwamba ana kazi kubwa ndani yetu. The role of God in our life ni kubwa sana, ambaye inafaa sisi kuweza kumpa utukufu, tuweze kumfanyia nini? We need to worship our God. Tuliulizana tulipoanza kipindi hiki ya kwamba, je, huenda mimi ninaabudu sanamu? Am I worshiping idols? Sababu tunapokosa mwelekeo ambayo tumeambiwa na mchungaji sahihi, ni kwamba our God who is in heaven, he guides our paths. He directed our paths. Tunapokosa, mfalme wa ulimwengu anafanya nini? Anatuelekeza. Ndio we divert our faith. Lakini tunapojua ya kwamba kumbe Mungu wa mbinguni, Muumba wa mbingu na nchi, ana kazi. Yeye aliyekuwa, the Bible says what in the book of Hebrews, anasema ya kwamba alikuwa jana, leo na hata milele. He was there before, he is and he will be. Pastor David, kwa unyenyekevu, ninaomba ya kwamba ukaweze kutufungia ibada mafundisho haya kwa maombi jioni ya leo. Tunapomweleza mtazamaji ya kwamba kuna kazi ambayo Mungu anafanya ndani yetu. Mtazamaji, nataka tuniombe pamoja na wewe ili Mungu afanye kazi ndani ya maisha yako. Jua ya kwamba yeye anakupenda na anakujali. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya neno ya siku ya leo, ya kwamba ulituita, ulitukomboa na ulituumba na wakati maisha yetu. Na tunakushukuru kwa ajili ya nafasi ambayo umetupatia tukiwa ulimwengu. Na naombea mtazamaji popote alipo ya kwamba ukamsaidie yeye, ukamtumie yeye kwa njia ya kipekee, kwa maana ulimuita yeye ili uweze kumtumikia, akutumikia akiwa ulimwenguni huu Jehova. Elekeza maisha yake ili aweze kuabudu wewe kila wakati. Nakushukuru maana utatenda haya na utasaidia na utainua kwa njia ya kipekee. Naomba haya nikiamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.